بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. tuendelea na fadlu as-sadaqa, شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نليو بإذن الله تعالى تتنزى: ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قوله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. katika wale saba aliyotaja Mtume sallam chini ya hadithi hii ambao watakuwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake arshi au kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulani tahabba fillah, ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah. Ijtamaa alayhi, kilichowakusanya wao ni kupendana kwa ajili ya Allah. Watafarraqa alayhi, na wakawachana katika hilo. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: في جميع الخصال المذكورة يذكر رجل إلا في هذه الخصلة. angalia zile sifa zote alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitaja rajulun isipokuwa hii khasla, akasema warajulani, wanaume wawili. لماذا؟ قال: لأن التحاب يحتاج إلى مفاعلة بين اثنين. kwa sababu kupendana ni jambo ambalo latakikana liwepo baina ya watu wawili. hadha yuhibbu hadha wa dhaka yuhibbuhu, huyu ampenda ndugu yake huyu na ndugu yake ampenda yeye, wawili wapendana kwa ajili ya Allah. watahabuhum fillahi wa liajli Allah, na kupendana kwao ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا أوثق عرى الإيمان, katika mafungamano makubwa ya imani ni kupendana kwa ajili ya Allah, na ndio mafungamano ambayo hudumu, yatakayobakia hapa duniani na kesho akhira. watakuwa pamoja. walmar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na yule anayempenda kesho akhira. كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. mafungamano mazito kabisa imani yatakayodumu na kubakia milele ni kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa ni kuchukia, uchukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث يقول الله: أين المتحابون في جلاله. katika hadithi siku ya kiyama Allah atanadi, wako wapi wale waliopendana kwa ajili yangu mimi, kwa ajili ya utukufu wangu mimi. فالحب في الله من الأعمال العظيمة والخصال الجليلة. kupendana kwa ajili ya Allah ni katika amal adhim, sifa tukufu hizi. وهو أوثق عرى الإيمان كما ذكرنا.
وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله من يكupenda kwa ajili ya Allah bimaana awapenda wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha kuwapenda nao ni waumini innamal mu'minuna ikhwatun kama tutakavyoona hapa mbele kwa akawapenda wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha kuwapenda na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala awapenda wa abghadha lillah na akachukia kwa ajili ya Allah kwa hivyo akawachukia wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha kuwachukia bali wale ambao waenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala bali wamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na hapa waingia ndani yake kufaru walimkufuru Allah kadhalika wana nasibu katika hili almubtadi'a wazushi ukao utawachukia kwa ajili ya Allah wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi na akatoa kwa ajili ya Allah na akazuia kwa ajili ya Allah atakayekuwa na sifa hizi faqad istakmala al-iman huyu imani yake imekamilika na hakuna jambo ambalo leo lapigwa vita katika Uislamu kama jambo la alwala walbara kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah hili jambo limepigwa vita sana na wengi katika duatu su sasa hivi wafanyia kazi kufar katika kuvunja hii i'tiqad kwa Uislamu kuwa watu wako huru kuabudu wanavyotaka usimchukie mtu kwa sababu hakufuati wewe dini yako kwa hivyo masala ya kuwa wewe umchukia kwa ajili ya Allah ni kando na kumdhulumu usimdhulumu dhulma haifai kwa waja wote wa Allah lakini kumpenda asiyekuwa muislamu ama kumpenda anayemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wako la yajuz hii haifai Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza bali yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake sema wallahu la yuhibbul kafirin Allah hawapendi makafiri kisha useme mimi nawapenda wajua dini yetu yasema tusimchukie mtu tusimdhulumu mtu lakini haimaanishi umpende na ndio hapo tuliona lile kosa lilofanywa na huyo mlinganizi wa tasawuf Ali al-Jufri aliposema ana uhibbu al-yahud ana uhibbu al-yahud wazi mimi nawapenda mayahudi sivyo hivyo alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala bali mtume wako sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuondoka duniani asema la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara la'natullah 'ala al-yahudi wan-nasara wacha kuwachukia na kuwalaani pia alayhi salatu wassalam bali sisi tu mitume wao wenyewe lu'ina alladhina kafaru min bani israil 'ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun mitume wao wenyewe wamewalaani sasa kuna baadhi ya watu leo utawasikia haifai bwana kusema la'natullahi alayhim vipi haifai la'natullahi alayhud wakati mtume sasa la'natullahi ala alyahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuwalani mtu ambaye wamlaani wampenda kweli tal'anuhu yafika mahali wamlaani afukuzwe katika rehema za Allah kisha itawezekana kweli wawapenda watu wao leo atokee mtu atufundishe uislamu mpya wa kupenda kufaru la na hili halimaanishi kuwa wadhulumu na rejea tena sababu waweza mchukia mtu ukamfanyia wema kama binadamu la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ikiwa ni jirani yako mpe haki yake kama jirani mfanyie wema kama jirani ni binadamu lakini haimaanishi umpende kwa ile dini yake potofu aliyokuwa nayo la ni mushrik ni kafir haifai kumpenda na ndivyo alivyosimama Ibrahim na kuwaambia watu wake
inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Na hapa Allah akamsifu Ibrahim. Hivi ndivyo walivyokuwa. Kwa leo wafanywa bidii kuvunjwe hii i'tiqadi alwala walbara. Waislamu watakana wachunge sana katika hili sana tena, sababu tukisema kwa ni sawa mtu abudu anachokitaka, basi pia hata haifai kumlingania mtu katika Uislamu. Sisi tulingania katika Uislamu kwa sababu tunaona ni haki na ndio dini inayotambulika mbele ya Allah. inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ukitafuta dini sio kwa Uislamu haikubaliwi mbele ya Allah, na kesho akhira utakula hasara wewe. وهذا الحب الذي يقوم في قلوب أهل الإيمان بعضهم لبعض مبني على الإيمان الذي تحلوا به وكانوا من أهله. نهاية محبة يليوك بين waumini baadhi ya wao kwa wengine yamejengewa juu ya ile imani iliyoko ndani ya nyoyo zao. Wana imani wakapendana kwa ajili ya ile imani waliyojipamba nayo katika nyoyo zao, kama qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Ay ukhuwatuhum fillah, undugu wao ni kwa ajili ya Allah. Wa mabnaha ala al-iman bihi, umejengewa undugu wao kwa kumwamini Allah. Huu Uislamu ndio uliomfanya Bilal radhiyallahu anhu wa ardhah, ambaye asili yake ni mtumwa kutoka Habasha, akawa ni ndugu yake Hamza radhiyallahu anhu ambaye asili yake ni Mwarabu Qurashi, wakawa ndugu, wakawa kitu kimoja. Uislamu ndio uliokusanya kwa kitu kimoja, na hii iman ndio ikamfanya huyu Hamza radhiyallahu anhu arda akawa adui wa Abu Jahl Amr ibn Hisham ambaye ni Qurashi katika nasaba wa uhusiano, lakini kwa sababu ya dini ya Uislamu Bilal akawa ni ndugu yake, Abu Jahl akawa adui yake kwa sababu ya Uislamu. Kwa sababu undugu katika Uislamu si masala ya kabila fulani wala nini. Kile kinachozingatiwa ni sote ni waumini, tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni ndugu. innamal mu'minuna ikhwa wa mabnaha ala al-iman bihi wa ala ta'atihi wa ridhah, umejengewa juu ya kumwamini Allah na kumtii, kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-ukhuwa والرابطة الإيمانية هي أوثق رابطة على الإطلاق. hakuna mafungamano ya nguvu kama mafungamano ya imani. Kokote unakokwenda wewe Muislamu duniani, ukionana na ndugu yako Muislamu, ni ndugu yako hata ikiwa umemuona leo. Ndugu kokote utakokwenda ni ndugu yako, kwa sababu kinachofungamanisha baina wewe na yeye nini? Imani. وهي التي تبقى لأهلها في الدنيا والآخرة. نهاية ndio mahaba ambayo yatabakia na mja hapa duniani na kesho akhira. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. hawa wanaopendana hapa duniani marafiki, al-akhilla بعضهم لبعض عدو, siku hiyo, siku ya kiyama watakuwa baadhi ya wao kwa wengine ni maadui, kila mmoja hataki kumuona mwenzake. illa almuttaqin, isipokuwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hao watakuwa kitu kimoja hapa duniani na kesho akhira, wako pamoja. fakullu rabitatin tanqati'u illa al-ukhuwatu fillah, kila mafungamano yatakatika isipokuwa undugu kwa ajili ya Allah, utabakia tu. ولهذه الأخوة مقتضيات جاءت تبيانها في كتاب الله. lakini tujue kitu kimoja,
huu undugu una mutatallabat, kuna mambo yahitajika katika huu undugu wa imani ambayo yamekuja katika kitabu cha Allah. Wayambaghi ala almutaakhina fillahi an ya'malu ala tahqiqiha, na yatakikana kwa wale wanaopendana kwa ajili ya Allah wafanye bidii kabisa kuhakiki haya yanayotakikana wao kuyahakiki katika kupendana kwao kwa ajili ya Allah. Minha ma warada fi qawlihi ta'ala, mfano wake au miongoni mwa yale ambayo yatakikana kwa wale wanaopendana kwa ajili ya Allah ni hiki kilichokuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna wa alaykum salam, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kwa ikiwa kumetokea tetesi baina ya ndugu wawili, waislamu wawili, uwe utakimbilia katika kuleta nini? Sulhu. fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya ayyuhalladhina amanu. Allah endelea sasa, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum, wasiwafanyie maskhara baadhi ya waumini wenzao wakawafanyia istihza, huenda wakawa wale wanaofanywa maskhara ni bora kuliko wao. Na hivi ndivyo inavyokuwa daima, sababu yule unayemfanyia maskhara maana yake umemdharau wewe, ukajiona una ubora. Kwa tabia hiyo huwezi kuwa mbora kuliko yeye. Yule unayemzungumza vibaya na kumwangalia kwa kejeli atakuwa ni mbora kuliko wewe. wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun, wala wanawake wasiwadharau wanawake wengine na kuwafanyia maskhara, huenda wakawa wale wanaofanyiwa maskhara ni bora kuliko wao. Na ndivyo ilivyo daima. wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, katika haki ya mu'min usimpagaze majina ambayo si sawa, isipokuwa kwa haki. Ikiwa ni haki yake basi atawekwa lile jina. Kama kwa mfano masahaba waliwaita khawarij, na hisi katika tanabuz bil alqab ndivyo walivyokuwa na sifa yao, na hili aliwaita nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Mu'tazila na Jahmiya na wengineo, ni majina ambao wamejengewa majina haya kwa wale waliowafuata. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن mpaka mwisho wa hizi aya. wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. haya yote haya Allah subhanahu wa ta'ala atufunza waumini, kwa sababu ndiyo yanayotakana baina ya ndugu. Usimchungue ndugu yako Muislamu, wamchunguza kwa lipi? la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala msisengenyane. ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan, je, yuwapendelea mmoja wenu ale nyama mfu ya ndugu yake? Chukua ndugu yake amekufa amle, nani aweza kufanya hivyo? Fakarihtumu, bila shaka ili jambo mlichukia, hakuna mtu alitaka. Basi hivyo hivyo mchukie kuwasengenya ndugu zenu. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه كلها مقتضيات ومتطلبات لهذه الأخوة الإيمانية. yote haya ni mambo yanayohitajika kuwa nayo katika huu undugu wa imani. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا, msihusudiane. pia ni katika muktadhayat al-iman. Katika undugu wa imani kwa watu wasihusudiane, ule akamwonea uhasidi ndugu yake. wala tanajashu, munajasha, jamaa wako kwenye mnada, akitaja bei wewe wapandisha bei, wala huna haja ya kununua kile kitu mpaka ndugu yako aumie katika kuipandisha bei ya kitu ambacho ukihitaji. wala tabaghadhu, wala msichukiane. wala tadabaru, mkapiana migongo mkawa mzungumzi, pia haifai. wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Subhanallah, mpaka katika biashara mwenzako ashasikizana na yule customer wake, usiende pale ukaharibu. Ankuzia bei gani? 1000, njoo kwangu utakupa 900, ukamuondolea customer wake, haifai. wakunu ibadallahi ikhwana, na muwe enyi waja wa Allah ni ndugu.
فحققوا هذه الأخوة ومعانيها بالبعد عما ينافيها من هذه الأعمال. ni kama tuambiwa na Mtume sana, hakikini huu ndugu na maana yake yanayobebwa ndani ya ule undugu, kwa kujiweka mbali na kile kinachokwenda kinyume na ule undugu katika matendo kama haya. wa alayhi fa inna mithla hadhihi al-awsaf, mfano wa sifa kama hizi, kalghiba والنميمة والغش والاستهزاء والسخرية إذا وجدت في المرء تجاه إخوانه المؤمنين فهذا من ضعف إيمانه وضعف دينه. kukipatikana kusengenyana, watu kutiliana namima, ule umbea, kutobeba habari huko kipeleka huko, achukua huko kipeleka huko, watu wakosane, kumfanyia ghush ndugu yako Muislamu, istihza na maskhara. haya yakipatikana kwa mtu dhidi ya ndugu zake waumini, basi ni kwa udhaifu wa imani yake. imani yake dhaifu sana. falhasil man yuwaffaq lidhalika التحاب في الله فاز بالظلال يوم القيامة. yule atakayewafikishwa katika hili jambo, kupendana kwa ajili ya Allah, basi atafaulu na kivuli siku ya kiyama. قوله تحابا في الله أي كان تلاقيهما واجتماعهما مؤسسا على المحبة في الله. kule kukutana kwao na kuwa pamoja kwao kumejengewa kwa ajili ya mahaba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. فليست هناك مقاصد وأهداف دنيوية, hakuna malengo ya kidunia baina yao. ولهذا كثير من المحبات التي تقع بين الناس تنتهي بالمصالح التي تكون بينهم والمطامع التي تكون بينهم إلا المحبة في الله فإنها باقية في الدنيا والآخرة. maana hawa wanaosema wapendana, ikiwa wapendana kwa ajili ya maslahi ya kidunia, basi yale maslahi yakiisha, yale mahaba baina yao pia fanini yataisha. kadhalika kama wapendana kwa ajili ya tamaa za kidunia, basi yale mahaba yao yatakuwa katika ile tamaa ya kidunia, ikiisha basi. na hili sana liko kwa watu wa kidunia. utaona wapendana kwa ajili ya biashara fulani wanaofanya baina yao, ile biashara ikiisha basi mahaba yamekwisha. pia hili liko katika ahlul bid'ah, wapendana kwa sababu ya uzushi wanaouzua. ule uzushi ule, mmoja wao tu akisema mimi sifanyi tena uzushi, basi pale wamkata kwa sababu alikuwa mwenzake kwa ajili ya ile bid'a aliyoifanya, au akawa yeye ana uwezo wa kusimamia bid'a fulani. Nitawapa mfano. kuna watu Allah aliwafungulia miaka ya nyuma, wana uwezo mkubwa wa kusimamia maulidi, ikawa wafanya maulidi kubwa, chinja sijui ng'ombe wangapi, pika mabiriani na nini. Huyu basi atavalishwa na shali. Unajua shali ile hapa, atawekewa na hapa kwenye bega hivi, akija mahali atawekwa mbele kule, kitishwa mbele kule. Kijana mashallah anakuja mtu, hata kama yeye hajasoma wala ana elimu yote, atatangulizwa kule mbele. Kwa nini? Sponsor bwana. siku ambayo atapata mtihani yule, awe hawezi tena kufanya yale mambo, wacha kutangulizwa mbele, hata kumtembelea yule ndugu yao hawamtembelei. na mimi na mifano kadhaa ya hili jambo, kwa watu walivyokuwa wana uwezo wakawa waingia katika haya mambo kwa kutojua. yeye aona asaidia dini ya Allah, naona ikitokea tu yuko mbele nini juu yangu, halwa juu yangu, si ng'ombe 10 tatoa si nini. Mashaallah, wewe ndugu yetu tuko pamoja. hata wao zungumza sote, upiga matwari pamoja, usoma maulidi pamoja, ufanye hivyo, sio? kwa hili alhubbu li ajli almatari, alhubbu li ajli arruz, maana alhubbu li ajli albiryani. hii ndio hubu yao. ikiondoka tu ile, ona jamaa hata kumtembelea mwenzao hawendi. kuna mmoja alipata maradhi maskini, ikawa zile pesa zake zatumika katika maradhi yake mpaka akawa hana kitu.
mpaka akawa achangiwa na familia yake, na alikuwa na uwezo mkubwa. Wacha hata kumtaja hawamtaji, ningewatajia sasa hivi, lakini wacha tu. Lakini hawa jamaa hawapendani lillah. Msiwaone tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ikiwa maalima angalia tu pale ajua atapata maslaha fulani, kwa yule atamgandama. Umeona mtu anamgandama mpaka aitwa shekhi tajiri, usifahamu gandama mtu fulani, basi gandama wewe. Siku akipata matatizo tu kwenye dunia yake, huyo akwepa, tafuta kwingine. Hivi ndivyo walivyo watu wa bid'a, hawapendani lillah. Kupendana lillah ni pale sasa waona kuna taabu na pale mko pamoja nyinyi. Taabu kweli kweli, lakini mko pamoja. Sababu sisi hatuko hapa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio tunaona katika Ahlus-Sunna mtu aweza kushangaa, yule si alikuwa na wao, mbona sasa hawako na yeye? Akikhalifu sheria ya Allah tutamueleza kwa makini, bwana hili ni sawa na hili si sawa, wakosea wewe ndugu yetu. Mimi sitaki, mimi kata kando, sababu sisi tumpendana kwa ajili ya Allah, hatukupendana kwa ajili ya upuzi wa kidunia. Sasa usituambie mbona mlikuwa naye yule kisha mkamkhalifu. Kwa sababu yeye amekhalifu amri ya Allah, tukamwambia akakataa, akafanya kibri, basi na akae kando. Sisi hutoona alhamdulillah hata siku moja tusema kuwa anashid ni haramu, ni bid'a, haifai. Kwa mfano, kisha una shekhe mwenzako muimbaji, kisha kesho mko pamoja, mtembea pamoja. Si wewe lakini ulisema anashid haram. Mimi nasema haram, yeye asema halali. Mimi nasema bid'a, yeye asema haina neno. Kwa hivyo kila mtu akitena msimamo, hamna kitu kama hicho. Wewe anashidi bid'a, wasemaje? Mimi sikubali, kaa kando. Kubali, kaa kando. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya sinia ya pilau. Wataka kwa ajili ya Allah, tutakuwa pamoja. Tutakosoana ikiwa tumekosa. Sasa mtu usishangae ukamwona mtu leo yuko na sisi, kesho ghafla ametoka hivi, ni yeye mwenyewe amechagua njia ile ya upotofu. Sasa hapa ndio kupendana kwa ajili ya Allah. Kwa mwenzako humwachi akawa yuwapotea, wewe umwangalia ndugu yako yuwapotea, wewe umwangalia tu. Mwambie hivi, wapotea wewe. Akikataa nasaha, basi mwambie maa salama, tulipendana kwa ajili ya Allah na leo tuachana kwa ajili ya Allah. Tuachana kwa ajili ya Allah. Ndio manhaji ya Ahlus-Sunna iko hivyo. Si masala ya kuwa yeye na fikra zake na mimi na fikra zangu. Hii dini si fikra zako wala za babako wala za babu yako. Hii ni dini ya Allah. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Hapa ambiwa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, fattabi'ha, fuata. Si mimi nafikiria, fuata. Huna khiyari. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هنا خياري وين فواتت. قال نهاية منا وانبيا mara nyingi ikhwa, utaona wajifanya mtu yuko na fulani, hata wale wengine ashikana na shekhi fulani kwa sababu ile shekhi ampatenda pengine ya maji kwenye mihadhara hivi, atoe maji na nini, basi ifanye yuko naye. Siku ile tenda ikikatika tu, huyo yomkimbia ndako shekhe mwingine, shekhe unitupa. Kumbe alikuwa wewe ni mahaba ya maji, alhubbu fil ma si lillah. Ama pengine anampa oda ya viazi vya karai ndio yompenda na bajia. Hii alhubbu lilbajia wal viazi hapa hakuna. Pendaneni kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ukipendana na mwenzako kwa ajili ya maslahi ya kidunia, wallahi mahaba yenu hayadumu, yatakatika kwa katika nini? Maslaha. Wa qawluhu tafarraqa alayhi ay farraqahum almaut wa hum ala hadhihi almahabba, ikafarikisha baina yao maut, wakapendana kwa ajili ya Allah kikweli mpaka mmoja kaondoka duniani. Madau wa hafadhu alayha ila an farraqahum almaut, wameshikamana kwa ajili ya Allah mpaka mauti yakafarikisha baina yao. ويفيد هذا الحديث
أن هذه المحبة إذا أكرم بها المرء ينبغي أن يحافظ عليها. نهابا tupata faida kuwa mahaba kama haya Allah akimkirimu nayo mja atakikana ayahifadhi makini na adumu katika hilo. Wa an yahrisa an la tadhi'a minhu, na awe na bidii sana kwa haya mahaba baina yake na ndugu yake yasipotee, yabakie ikiwa kweli lillah. Wa an tabqa ma'ahu ila an yamut, mahaba yabakie na yeye mpaka atakapoondoka duniani kwa ajili ya Allah. وتتجسد هذه المحبة في صفائه ونقائه وحب لإخوانه والبعد عن الأوصاف الذميمة التي تضعف هذه المحبة وتخدشها، فيحرص على هذه المحبة إلى أن يتوفاه الله طمعا في أن يكون من أهل هذه الخصال الموجبة للضلال يوم القيامة. kwa ajiwe kambali kabisa, asafisha mahaba yabakie, ajiweka mbali na kila sifa mbovu inaodhoofisha yale mahaba na kuleta mkwaruzano katika mahaba kama haya. Kwa hivyo anapupa yale mahaba yabakie mpaka Allah atakapomfisha, kwa kuwa na tamaa ya kuwa nikiondoka katika hali kama hii naondoka kuingia chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.